Traore anatumia ile hifadhi ya dhahabu ya Burkina Faso kujilinda yeye zaidi na sio kufanya maendeleo katika nchi yake. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview, na leo niko na Sky Walker, Sky Bundara, moja ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye tasnia ya habari. Na leo hapa Serena Hotel walikuwa kuna mkutano wa wadau wa habari ambao kuna discuss kuhusu mambo mazima kuhusu uchaguzi, na alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamezungumza pia kwa kiongozi. Heshima yako. Safi, mambo vipi? Kwema lakini. Naendelea vizuri bwana. Nimefurahi kukuona pale mbele watu wakilishi waandishi wa habari pia. Nataka nifahamu pia Kef Talk. Sasa watu imetangazwa kwa muda mrefu pia. Ilikuwa ni nini hasa hii? Well, so Kef Talk hii ni ya pili nimeshiriki, ambapo ni mkusanyiko wa media tofauti zinakutana, ambapo kulikuwa kuna watangazaji wa hizi media. Mwanzo ilifanyika hapo ilikuwa kuhusiana na ile summit ya masuala ya kahawa, ambapo tulikuja hapa tulikuwa tunamuuliza maswali msemaji wa serikali, msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa. Ilikwenda vizuri, kulikuwa kuna watangazaji tofauti ambao leo hawapo, wengine wamejirudia kama mimi, Masud Kipanya, Charles William na wengine tulikuwepo pia ile pita na sasa hivi hii. Kwa hiyo ya leo ilikuwa ni kuhusiana na hizi kanuni na maadili ya uchaguzi, ambapo tulikuwa tuna mwanasheria tunamuuliza baadhi ya concerns tofauti kuhusiana na hivyo vipengele na hizo kanuni. Amefanya vizuri sana, na mimi pia wale ambao wamesikiliza matangazo haya watakuwa wamejifunza vitu vingi vizuri sana kuhusiana na hizi kanuni. Moja ya maswali mengi ambayo yameulizwa sana hapa ni pamoja na kanuni za uchaguzi. Wengi wanaona kama kuna chama ambacho kinatengwa, kwa maana ya Chadema, chama ambacho tunaona mpaka baadhi ya wachangiaji pia wameuliza hilo swali. Kwa kila ambacho ulivyoona mwanasheria alichokizungumza pia na kanuni zetu tunavyoziona pia, ni nini ambacho kitakuwa kifanyika sasa? Well, so hizi kanuni zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa uhuru, haki na pengine unakuwa salama sana. Ni kama vile ambavyo umepangisha nyumba, si ndio? Then unapewa mkataba kwamba ukiharibu kitu fulani utakigharamikia mwenyewe na vitu kama hivyo. Je, unakubali kusaini mkataba? Ni kitu kama mkataba kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ili vyama vyote viweze kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 lazima vilipaswa kusign hizi kanuni, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanataka kufanya na kuna vitu ambavyo hawataki kuvifanya. Kwa hiyo ukisign, maana yake ni kwamba vile ambavyo vimeelekezwa mle utavizingatia, na kile chama ambacho hakita sign hizi kanuni, maana yake kanuni yenyewe imesema kabisa mwanzoni kabisa kwamba chama chochote ambacho hakita sign hizi kanuni hakitoruhusiwa kushiriki uchaguzi. Kwa sababu maana yake nadhani mantiki tu ni kwamba usipo sign, maana yake haya ambao umeambiwa usiyafanye utayafanya na utatuletea shida. Kwa hiyo I think so far tunafahamu kwamba Chadema haija sign hizi kanuni. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba wamejiondoa kwenye kushiriki uchaguzi, kwa sababu zile kanuni zinawaondoa wao kushiriki uchaguzi. Ila vyama vingine vyote ikiwemo CCM na vingine wamesign, na hivyo watashiriki uchaguzi. Uchaguzi mkuu 2025 bila chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, unauonaje hasa na hizi concerns za wananchi pamoja na wadau pia wengi wa masuala ya kisiasa? Teki yako iko kwenye hili kwa vipi? Well, ni pigo sana, kwa sababu tumekwishaona pia hata sio Chadema wote kama chama wamekubaliana ama wana support uamuzi wa chama chenyewe. Kuna wengine ambao wanasema wamewanyima haki wananchi wao ama wafuasi wao kuchagua, pia kuwa na nguvu ya kumchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa hiyo na tunafahamu kwamba Chadema ndio chama kikubwa zaidi cha upinzani ambacho tunafahamu ambavyo umekuwa ki-challenge chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo maana yake Chadema isiposhiriki uchaguzi huu kwa sababu ya hizo kasoro na kutosaini kanuni hizi, maana yake wanaiacha CCM ama chama tawala kikiwa kinajidai. Maana yake mara nyingi unaona hata katika ubunge unaona kwamba
ni kati ya Chadema na CCM, wabunge ndo wanapambana sana, na tumeona sehemu kadhaa pia kwamba Chadema wanashinda. Kwa maana yake sasa CCM katika maeneo mengi itakuwa inapita pasipokuwa na upinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo kidemokrasia inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo naamini naheshimu uamuzi wao kama chama, wameona labda kuna mapungufu fulani kwenye hizi kanuni, wameamua wajiondoe ama wasisign, lakini naamini kwamba wanaokosesha haki na fursa wafuasi wao kuwachagua katika uchaguzi. Mwenyekiti wao Tundu Lissu yuko amefungwa sasa hivi. Kuna kesi ambayo inamkabili pia, na baadhi ya viongozi wao wengine ambao mkoa kilalamika kwamba wanakamatwa, wanafanya vitu vingi. Katika huu mtazamo huu ambao unaonekana katika jamii kama kuna unfair fulani ambayo inaonekana ipo, waingie tu. Well, bahati mbaya ni kwamba yani hili swala la kanuni ndio linamaliza kila kitu, kwa sababu uwezi ukashiriki tena uchaguzi kwa sababu wewe haujasaini hizo kanuni. Lakini sijui nini ambacho kitaendelea, japokuwa mwanasheria alisema kwamba kuna uwezekano labda kwamba hivi vyama ambavyo havijasign sasa hivi labda baadaye watabadilisha msimamo, wakasema wasign. Sijui kama kanuni zitaruhusiwa kubadilishwa kwamba okay, sasa hivi tumejitafakari, tunaweza kuendelea tumike. Sijui kama kuna huo uwezekano wa hivyo, lakini kama sheria zinavyosema, kanuni zinavyosema, ni kwamba yote haya ambayo Chadema wameyafanya kuhakikisha kwamba pia wanakuwa na nafasi nzuri pia katika uchaguzi wa mwaka huu yameyuka. Lakini hao mambo mengine ya mwenyekiti na yaliyotokea, nadhani ni masuala ya kisheria zaidi. Nafahamu kesi iliyopo, na ni jambo la kusikitisha kidogo kwamba wanachama wa Chadema wao wanapitia katika kipindi ambacho sio kizuri kwao. Siasa za Afrika ni kama zinafanana fulani hivi. Ukiona tatizo liko nchi hii na nchi B, mara nyingi sana kama zinaendana hivi. Burkina Faso kinachoendelea kule, Traore kila siku anapitia mapigo haya, japokuwa yanatofautiana na kwetu, lakini katika sehemu hii kama yanafanana kwa mtindo mmoja, kwa namna moja ama nyingine. Kila ambacho kinaendelea, yeye kupinduliwa, hizi kutokea attacks kwake pia na nini, kama tu mdau ambaye pia unazifahamu hizi siasa za nje hasa. Ni nini ambacho unakiona wewe? Well, so ni jambo la kushangaza sana Afrika, hiyo tabia ya kwamba mnapopata kiongozi ambaye ni mwadilifu na mtu ambaye amenyooka, kunatokea majaribio kadhaa kama hapo. Kwa jinsi ambavyo inaonekana kwao wenyewe Burkina Faso, juzi tu hapo waliingia mtaani kwa kumsupport, kwa sababu kuna huyu generali wa Marekani anaitwa Langley alimkosoa, akasema kwamba Traore anatumia ile hifadhi ya dhahabu ya Burkina Faso kujilinda yeye zaidi na sio kufanya maendeleo katika nchi yake. Kwa hiyo wananchi wakawa wameingia mtaani kuonesha kwamba hicho ulichosema bwana Langley na wa Marekani ni ujinga. Sisi tunamkubali kwa sababu ametuweka mbele zaidi. Na ukiangalia Traore kwa sasa, ukisema ufanye research, utafute maoni ya wananchi wa Afrika, ni rais gani wanamkubali sasa hivi, ni Traore. Ndio maana hata sasa hivi ukienda YouTube stories zake zimejaa. Hata sisi wenyewe ukiweka story kidogo tu, yani views kama zote. Hata wewe mwenyewe hapo ukiweka heading yako kasema Traore Sky anamuongeleaje, naamini anapendwa yani ni sensational, ni mtu ambaye yani ana mashabiki. Unajua kuna mtu ambaye anapendwa kama kiongozi, lakini kuna kiongozi kama Traore ambaye ana mashabiki, yani ana fans, hata watu ambao hawafuatilii. Kwa hiyo ni kweli yuko kwenye kipindi cha majaribu. Kuna kuwa na majaribio mengi sana ya kutaka kumpindua, na hii juzi tu ilikuwa ni fresh kabisa, na wanajeshi ambao waliwafukuza wako Ivory Coast wakataka kumpindua, na wametengeneza mipango mikubwa sana kwa ajili ya kufanya hivyo. Na hizi assassination attempt hazita koma, nadhani bado watu wanania kutaka kumuondoa pale. Na katika kitu ambacho kitaweza kikaleta huzuni kubwa kikitokea, ni kama Traore kama watu watamdhuru Traore, kwa sababu ameleta hope, ameleta matumaini kwamba viongozi wa Afrika tunatakiwa kuwa na mtazamo kama huu, kuiweka Afrika mbele, kwa sababu amekuwa akiwakemea mabeberu, ukoloni mamboleo.
na ukiangalia Waafrika wengi wamechoka na jinsi ambavyo nchi za mataifa ya Ulaya ambavyo yanaendelea kutunyonya katika maliasili zetu. Akitokea mtu ambaye anawasema moja kwa moja hataki huo ujinga, inaleta hope kidogo. Kwa hiyo ikitokea amepata tatizo, nadhani utakuwa ni msiba wa Afrika nzima, na tunaombea aendelee kuwepo pale, kwa sababu pia anawafundisha hata viongozi wengine na kuona kwamba wananchi wanataka kiongozi awe na mtazamo gani. Mataifa ya Ulaya ndio mataifa ambayo yanatajwa, magharibi mengi yanamua attack sana, linatajwa hivyo, na yeye mara nyingi tunaona pia yuko na Russia, kwa maana Rais Putin amekuwa ni miongoni mwa mtu ambaye anamgadi, anampa paka vitu vifana, vitu vingi kama hivyo. Pengine hasa kwa kile ambacho unachokiona, ataweza hiki, kwa maana Putin anavyomsupport pia tunaona baadaye atakuja aishinde hii, sasa patulie sasa kwamba ameweza. Well, so Russia mara nyingi kama ambavyo tunaona inamsupport zaidi kwenye upande wa security, kuhakikisha kwamba anakuwa salama na vitu kama hivyo. Kwa sababu unajua ukikataa option ya kwanza lazima uwe na option ya pili pia. Na unaona kwamba sasa hivi kama Marekani akizingua unakimbilia either kwa China na kwa Russia. Sio jambo zuri sana kulifurahia hilo, kwa sababu bado tunaendelea kuwa tegemezi. Nitegemea kwamba Afrika tujitegemee wenyewe kabisa, kila kitu, kila mtu ashike 50 zake. Lakini hauwezi ukafanya hivyo haraka. Inabidi kuwa kuna kipindi cha mpito kujipanga, na kwa sababu ukoloni huu umetudumaza kwa muda mrefu, bado tumeendelea kuwa na hiyo mentality ya kutegemea. Yaani bado hatujakaza vizuri. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kuliko kusema kuwasema mabeberu nchi za magharibi alafu usiwe na support nyingine, ingekuwa ni mbaya zaidi kwake. Kwa hiyo at least kuona Russia iko upande wake, kwa sababu na Russia pia ndio nchi ambayo kama hizi nchi za magharibi zikifanya jambo baya na la uonevu, utasikia wanakemea China, Russia, msifanye hivi. Kwa hiyo kuwa na watu hawa ambao ni makaka wengine ambao pia na wenyewe wana nguvu, inakuwa ni jambo zuri sana. So naamini kwamba support ambayo Russia wanampa, sijui financially ni kubwa kiasi gani, lakini naamini inasaidia kwa kiasi chake.